Habari mtazamaji wa SAU TV, ni matumaini yangu umzima wa afya. Karibu katika kipindi cha Weekly News Counter, na sasa ni wasaa wa kuangazia habari kubwa 7 ambazo zimetokea ulimwenguni kote. Jina langu ni Arafa Ngondae, karibu. Waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexandra Dobrindt ametangaza mpango wa kuongeza kiwango cha safari za ndege kwa kuwarejesha wahamiaji wa Afghanistan wanaotakiwa kuondoka nchini humo. Sera za uhamiaji na kushughulikia wahamiaji wanaohusika na makosa ya jinai nchini humo. Tuungane na mwanahabari wetu Beckham Mlokozi kwa taarifa ya kina. Mapema wiki hii, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Ujerumani alibainisha kuwa serikali inalenga kufanya hadi safari 3 za ndege za kukodi kila mwezi kwa ajili ya kuwarejesha wahamiaji wa Afghanistan nchini kwao, huku mamlaka pia zikipanga kutumia ndege za kawaida za abiria kurejesha mtu mmoja wakati wowote itakapohitajika. Mpango huo unajengwa na mazungumzo yanaendelea kati ya maafisa wa Wizara ya Mambo ya Ndani wa Ujerumani na viongozi wa utawala wa Taliban nchini Afghanistan. Hata hivyo, serikali ya Ujerumani bado haitambui Taliban kama serikali halali ya Afghanistani, jambo linalofanya mazungumzo hayo kuelezwa rasmi kama mawasiliano ya kiufundi baada ya mawasiliano ya kidiplomasia. Wiki chache zilizopita, Ujerumani ilitekeleza safari nyingine ya kuwapeleka raia wa Afghanistan 33 nchini kwao waliokuwa wameamriwa kuondoka, na wengi wao walikuwa wamepatikana na hatia za makosa makubwa ya jinai ikiwemo mauaji, ubakaji, unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto, biashara ya madawa ya kulevya pamoja na utapeli wa kutumia nguvu. Akizungumzia hatua hiyo, waziri wa mambo ya ndani wa Ujerumani Alexander alisema kuwa watu wanaotumia vibaya hifadhi waliopewa nchini Ujerumani na kisha kujihusisha na uhalifu mkubwa hawapaswi kuendelea kubaki nchini humo, huku akisisitiza kuwa jamii ya Ujerumani ina haki ya kulinda dhidi ya uhalifu na kwamba wahusika wanapaswa kurejeshwa katika nchi zao za asili. Takwimu zinaonyesha kuwa raia wa Afghanistan na Syria ndio makundi makubwa zaidi ya waombaji wa hifadhi nchini Ujerumani. Serikali inaamini kuwa kuimarishwa kwa urejeshwaji wa wahamiaji waliokosa sifa za kuendelea kubaki kutasaidia kupunguza mzigo wa mifumo ya uhamiaji na hifadhi nchini humo. Kutoka huko nchini Ujerumani moja kwa moja tuangazie maafa yaliyotokea huko Venezuela, ambapo Venezuela imekumbwa na matetemeko mawili ya ardhi yenye ukubwa wa 7.2 na 7.5 katika kipimo cha Richter, huku mamia ya watu wakihofiwa kunaswa chini ya vifusi. Matetemeko hayo ya ardhi ni miongoni mwa makubwa zaidi kuikumba Venezuela katika kipindi cha zaidi ya karne moja, huku athari yake ikishuhudiwa hadi Amazon ya Brazil, umbali wa zaidi kilomita 1700 kutokea Caracas. Kwa undani wa taarifa hii, mwanahabari wetu Esau Ndimbwa anatusimulia. Vikosi vya uokoaji vinaendelea na operesheni za kuwaokoa manusura katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi, hususan jimbo la Guaila ambalo serikali limehitaji kwa eneo la maafa zaidi. Aidha, Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inahamasisha vikosi vya uokoaji kutoka maeneo mengine ili kuhakikisha operesheni, na ametoa wito kwa kampuni binafsi kutoa vifaa vya kusaidia juhudi hizo, na ameongeza kuwa timu za uokoaji zilizoanzishwa na Umoja wa Mataifa ziko njiani kuelekea nchini humo. Kaimu Rais Delcy Rodriguez amesema serikali inahamasisha vikosi vya uokoaji kutoka maeneo mengine ili kuhakikisha operesheni, na ametoa wito kwa kampuni binafsi kutoa vifaa vya kusaidia juhudi hizo, na ameongeza kuwa timu za uokoaji zilizoadhimishwa na Umoja wa Mataifa ziko njiani kuelekea nchini humo. Kulingana na ripoti zilizotolewa na maafisa wa Venezuela, wamesema idadi ya vifo vimefikia watu 255 na zaidi ya watu 1300 wamejeruhiwa, huku maelfu wakiripotiwa kutoweka baada ya matetemeko mawili ya ardhi ya vipimo vya 7.2 na 7.5 yaliyotolewa Jumatano jioni. Katika hatua ya kusaidia kwenye janga hilo, Wizara ya Fedha ya Marekani imeamua kuondoa vikwazo kadhaa hadi Oktoba 23 ili kuruhusu miamala inayohusiana na juhudi za misaada ya janga hilo nchini Venezuela. Wakati huo huo, katika miji ya kaskazini mwa Venezuela, wakazi waliingiwa na hofu, walimiminika mitaani na kuwatafuta watu wasiojulikana walioko kwenye vifusi.
Tuipe kisogo taarifa hiyo na sasa tuelekee bara la Amerika. Bei ya mafuta aina ya petroli nchini Marekani imeendelea kushuka kwa wiki 6 mfululizo, hali iliyochochewa na dalili za kupungua kwa mvutano wa kidiplomasia kati ya Marekani na Iran na kuleta matumaini ya utulivu katika soko la nishati na watumiaji wa Marekani. Mabadiliko hayo yamehusishwa na matumaini kwamba hali ya usambazaji wa nishati inaweza kuimarika baada ya kuwepo kwa mazungumzo na dalili za kupungua kwa mvutano kati ya Marekani na Iran, nchi ambayo ina nafasi kubwa katika uzalishaji na usafirishaji wa mafuta duniani. Kwa ripoti ya kina, Victoria Lupamba anatueleza. Kushuka kwa bei ya mafuta kunaweza kuwa ahueni kwa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump pamoja na Republican ambao wamekuwa wakikabiliwa kwa shinikizo la kutoka kwa wananchi kutokana na gharama za maisha na bei za juu za bidhaa. Katika kipindi cha kuelekea uchaguzi wakati wa muhula Novemba, swala la gharama za maisha limekuwa moja ya changamoto kubwa ya kisiasa nchini Marekani, huku bei ya mafuta ikitajwa kuwa moja ya viashiria vinavyoathiri moja kwa moja maisha ya wananchi. Kwa upande wake, mchambuzi wa StoneX Alex amesema kuwa kushuka kwa bei ya mafuta kunaweza kusaidia kupunguza shinikizo la mfumuko wa bei, huku akionya kuwa anatarajia kurejea kwa mtiririko wa kawaida wa nishati kupitia mlango wa Hormuz bado ana changamoto kutokana na uwezekano wa kuwepo kwa vikwazo katika miezi ijayo. Licha ya kushuka kwa bei ya petroli, wataalamu wanaendelea kufuatilia mwenendo wa soko la nishati duniani kutokana na utegemezi wa njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta na athari zinazoweza kujitokeza endapo mvutano huu wa kisiasa utaendelea kutokea tena. Kwa mujibu wa takwimu za huduma za ufuatiliaji wa bei ya mafuta, Gasbard zilizotolewa siku ya Jumatatu, wastani wa bei ya petroli kitaifa umeshuka kwa senti 14.1 kwa galoni ndani ya wiki moja na kufikia dola 3.85 kwa galoni endapo bei hiyo ni chini ya takriban 15% ukilinganisha na kilele cha bei kilichofikiwa mwezi Mei. Moja kwa moja tuelekee huko nchini Uingereza. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer ametangaza kujiuzulu kama kiongozi wa chama tawala cha Labour baada ya kuongezeka kwa shinikizo la kisiasa ndani ya chama hicho. Akitoa taarifa ya kujiuzulu, Starmer amekiri kuwa muda umefika kwa chama hicho kufungua ukurasa mpya, akisema uongozi mpya unaweza kusaidia kurejesha matumaini na kujenga upya imani ya wananchi. Kwa taarifa zaidi tuungane na mwanahabari wetu Mariam Hamis. Starmer amebainisha kuwa ataendelea kuhudumu kama waziri mkuu wa mpito hadi pale ambapo mchakato wa kumpata kiongozi mpya wa Labour utakapokamilika, huku akisisitiza kuwa chama kinahitaji kuanza awamu mpya ya uongozi. Uamuzi huo umetokea baada ya kuongezeka kwa wito kutoka kwa baadhi ya wanachama na wabunge wa Labour wanaohitaji mabadiliko ya uongozi kwa lengo la kurejesha imani ya wananchi kwa serikali ambayo imekuwa ikikabiliwa na upungufu wa umaarufu. Starmer aliingia madarakani baada ya kukiongoza chama cha Labour kushinda kwa kishindo uchaguzi mkuu wa Julai 2024, lakini ndani ya miaka miwili umaarufu wake binafsi na wa chama chake ulishuka kwa kiwango kikubwa. Hata hivyo, shinikizo la zaidi liliongezeka baada ya ushindi wa Andy Burnham katika uchaguzi mdogo uliofanyika wiki iliyopita, ambaye alikuwa akionyesha nia ya kupambana katika kinyang'anyiro cha uongozi wa Labour. Kwa upande wa wachambuzi wa siasa, wanaamini ushindi huo ulionyesha mabadiliko makubwa ndani ya Labour na kuashiria kuwa sehemu ya wanachama walikuwa wakitafuta mwelekeo mpya wa chama hicho baada ya kipindi cha shinikizo la kisiasa. Tuendelee na uchambuzi wa taarifa zetu. Baraza la Umoja wa Mataifa limeonya kuhusu hatari ya wazi ya kutokea uhalifu mkubwa dhidi ya ubinadamu nchini Sudan. Baraza hilo limewataka wanamgambo wa RSF kusitisha mara moja mzingiro wake kwenye mji wa El Obeid wa mkoa wa Kordofan. Mwandishi wetu Ronaldo Komba anatuarifu zaidi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeeleza hofu yake ya kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasher mwaka 2025 ambao ulitajwa kuwa na dalili za mauaji ya kimbari. Mji wa El Obeid wenye Waislamu wengi umekuwa chini ya mashambulizi kwa miezi kadhaa, huku RSF wakipambana na jeshi la serikali tangu Aprili mwaka 2023, huku Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limezitaka pande zote kusimamisha mapigano mara moja.
Kwa upande wake, mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Sudan, Peka Havisto, amefanya mazungumzo na kiongozi wa RSF Mohamed Hamdan Daglo akimtaka kutoishambulia Al Obeid, akisisitiza umuhimu wa kupunguza mvutano na kulinda raia. Wakati huo huo, pia kamishna mkuu wa Umoja wa Mataifa wa haki za binadamu Volker Turk amesisitiza kuwa dunia haiwezi kuruhusu kurudiwa kwa ukatili ulioshuhudiwa katika mji wa El Fasher na kambi ya wakimbizi ya Zamzam, huku akizitaka nchi zenye ushawishi kutumia nafasi hiyo kuzuia uhalifu huo kabla hayajatokea. Shirika la Afrika CDC na WHO yameeleza kuwa fedha zinazohitajika kukabiliana na mlipuko wa Ebola zimeongezeka hadi dola bilioni 1.4 za Marekani, huku yakionya kuwa upungufu wa fedha unaweza kuchelewesha juhudi za kudhibiti maambukizi na kuongeza hatari ya kuenea kwa Ebola katika nchi jirani. Hayo yanajiri huku shirika la afya duniani likisema hatari ya Ebola kuenea duniani bado ni ndogo, huku mkuu wa shirika hilo Tedros Adhanom amesisitiza umuhimu wa kuimarisha kinga na udhibiti wa maambukizi, hasa kwa wahudumu wa afya wanaokabiliana na mlipuko huo nchini Kongo na Uganda. Nicodem Leonard anatujuza zaidi kuhusiana na ripoti hii. Kwa mujibu wa shirika la kupambana na kuzuia magonjwa barani Afrika CDC na shirika la afya duniani, ameeleza kuwa fedha zinazohitajika kukabiliana na mlipuko wa Ebola zimeongezeka hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 1.4, huku ikionya kuwa upungufu wa fedha unaweza kuchelewesha juhudi za kudhibiti maambukizi na kuongeza hatari ya kuenea kwa Ebola katika nchi jirani. Licha ya changamoto hizo, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kushirikiana na shirika la afya duniani WHO na wadau wengine wa afya inaendelea kuimarisha ufuatiliaji wa wagonjwa, uchunguzi wa maabara, utoaji wa huduma za matibabu na elimu kwa jamii, huku ikisisitiza ushirikiano kwa wananchi kama nguzo muhimu katika kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mujibu wa taarifa za hivi karibuni za Wizara ya Afya DRC, zinadai zaidi ya watu 1118 wamethibitishwa kuambukizwa Ebola, huku takribani watu 291 wakifariki dunia kutokana na ugonjwa huo, ambapo mkoa wa Ituri umeendelea kuwa kitovu kikuu cha maambukizi hayo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema huu ni mlipuko wa 17 wa Ebola nchini Kongo na umeenea kwa kasi zaidi kuliko milipuko mingi iliyowahi kushuhudiwa nchini humo. Aidha, hakuna chanjo au tiba maalum iliyoidhinishwa kwa aina hii ya virusi vya bundibujo, jambo linalofanya juhudi za kudhibiti ugonjwa huu kuwa ngumu zaidi. Juhudi za kudhibiti maambukizi zimeathiriwa na mapigano na makundi yenye silaha kali, kuhama kwa wananchi, pamoja na ugumu wa kuwafikia wagonjwa. Maafisa wa afya wanaendelea kuhimiza uchunguzi wa haraka, kutenga wagonjwa na kuelimisha jamii ili kupunguza maambukizi. Hata hivyo, WHO imesema vituo vingi bado vinakabiliwa na uhaba wa vitanda, wataalamu wa afya na vifaa tiba kutokana na kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa. Familia za wahanga wa maandamano ya kupinga serikali miaka 2 iliyopita walikuwa wakifanya maandamano ya kumbukumbu. Waziri wa mambo ya ndani wa Kenya Kipchumba Murkomen alisema wahalifu 355 walikamatwa jijini Nairobi na miji mingine. Salome Christian anatusimulia kwa kina vuguvugu hilo la maandamano. Kipchumba alisema hatua hiyo ilikuwa muhimu ili kulinda biashara na kuzuia machafuko, huku polisi wakiweka vizuizi katika barabara kuu zote zinazozunguka Nairobi, wakiwazuia madereva kuingia mjini. Ikumbukwe kuwa watu 60 waliuawa wakati polisi walipofyatua risasi nje ya bunge jijini Nairobi, Kenya, katika maandamano ya Juni 2024 yaliyochochewa na ongezeko la kodi. Familia za waathiriwa zilisema kwamba waliandamana jana kulalamika ukosefu wa uwazi katika kuwalipa waathiriwa baada ya serikali kuahidi fidia. Hata hivyo, viongozi wa upinzani waliunga mkono maandamano hayo, wakitaka uwazi katika mpango wa fidia serikali wa dola milioni 15. Shughuli za umma na zile binafsi nchini Kenya zimekatizwa katika baadhi ya maeneo kutokana na maandamano hayo. Mtazamaji, hadi kufikia hapa, huu ndio mwisho wa habari hizi. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la SauTV. Kwa niaba ya jopo zima la uandaaji wa kipindi hiki, jina langu ni Arafa Kondai. Nikutakie utazamaji mwema wa vipindi vingine kutoka hapa SauTV.